Mtazamaji, na mkwasi wa lugha na mwandishi wa riwaya nambari 1 Afrika Mashariki Ngugi wa Thiong'o anazidi kuombolezwa na Wakenya wa hadhi mbalimbali. Ngugi aliyekuwa akiugua kwa muda aliaga dunia jana akiwa na umri wa miaka 87. Viongozi mbalimbali akiwemo Rais William Ruto wametoa rambirambi zao wakimkumbuka na kusifia wema wa kazi yake aliyoifanya. Hamid Abdalla anaarifu. Ngugi wa Thiong'o siku ya jana mnamo tarehe 28 Mei mwaka wa 2025, Ngugi alifariki akiwa nyumbani kwake Beaufort, Georgia nchini Marekani baada ya kuugua kwa muda mrefu kutokana na matatizo ya moyo na figo. Nguli huyo alizaliwa mnamo tarehe 5 Januari mwaka 1938 katika kijiji cha Kamirithu, Limuru. Alikuwa mmoja wa waandishi mashuhuri wa fasihi ya Kiafrika. Kazi zake nyingi zililenga kukosoa ukoloni na dhulma za tawala za baada ya uhuru. Baadhi ya kazi zake maarufu ni chapa za vitabu kama vile Whipnot, kitabu cha Child kilichochapishwa mwaka 1964, The River Between mwaka 1965, A Grain of Wheat mwaka 1967, Petals of Blood mwaka 1977 na Wizard of the Crow mwaka 2006. Mnamo mwaka 1977 Ngugi alikamatwa na kuwekwa kizuizini kwa mwaka mmoja bila mashtaka rasmi baada ya tamthilia yake ya Ngahika Neenda, kwa maana ya nitaoa nitakapotaka, kukosolewa na wajumbe wake wa kisiasa. Baada ya kuachiliwa alilazimika kuhamia uhamishoni Marekani mwaka 1982 kutokana na vitisho vya kisiasa. Akiwa uhamishoni alifundisha katika vyuo vikuu mbalimbali ikiwemo ni pamoja na chuo kikuu cha California. Rais William Ruto katika mtandao wake alitoa rambirambi zake akisema, nikinukuu, Ngugi alikuwa na kazi zenye ushawishi mkubwa na zinazosherehekewa zaidi katika fasihi ya Kiafrika. Ni taswira ya kudumu ya utambulisho, utamaduni na upinzani. Kazi zake zitaendelea kugusa mioyo ya Wakenya na wasomaji kote duniani. Pumzika kwa amani. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki akimtaja kama msomi mashuhuri kutoka Kenya, huku Raila Odinga na Gachagua pia wakimkumbuka kwa pole na umahiri wake wa kielimu Afrika. Hamid Abdalla, NTV, Nairobi.